Tuanze na maombi. Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tuna kila sababu ya kukushukuru kwa kutupa tena wiki nyingine ya masomo. Tunashukuru jinsi ambavyo umetupeleka hata umbali huu hadi tunaendelea kufikia katikati ya nusu ya huu muda. Ya muda na hapa fahamu kwa mbinguni ukapate pamoja nasi. Sasa katika somo hili ambalo tunaendelea nalo, kaendelea kutufanya tu wanafunzi wako kweli kweli, tukiendelea kuingia kweli hapa tutafanya tu hivyo. Asante kwa ajili ya kipindi hiki na kabidhi kwa Mungu wako wakati kwa pamoja nasi. Katika jina la Yesu Kristo na kwa maana kwa Amen. Amen. Naomba tusome kifungu kile ambacho tunasoma wiki iliyopita cha Petro wa kwanza ambacho nilikuwa nimezungumzia. Waraka wa kwanza wa Petro mlango ule wa kwanza mstari 18 na 19, tusome tena wote kwa pamoja. Tunapoanza mahali ambapo tuliishia na kuingia katika dhana nzima ya ukombozi, redemption. 18 na 19 pamoja kwa tatu. Nanyi mfahamu kwamba mliokolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, bali kutoka katika mwili wenu msiufahamu mliopokea kwa uzima, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana-kondoo asiyelia, yaani ya Kristo. Amen. Ukombozi wa mwanadamu unabakia kuwa ni gharama, na ni gharama ambayo imelipwa. Na gharama ambayo imelipwa sio ya vitu ambavyo unaweza kudhani kwamba vinatamani. Na vitu vingi ambavyo katika mazingira ya kawaida unaweza kusema ni vitu vya thamani. Kuna vitu vingi ambavyo unaweza kusema kwamba labda nikienda kununua au nikienda kubadilisha kitu fulani, nikanunua kwa kitu fulani ni gharama au bei yake ni ghali. Dhahabu, kuna fedha na vitu vikifanana na hivyo ambavyo unaweza kusema ni vitu vya dhahabu. Tunapozungumzia habari ya ukombozi wa mwanadamu, hatuzungumzia habari ya vitu vya haribikazo, japokuwa hivyo vitu vinaweza vikawa na thamani kubwa. Ilimgharimu Mungu mwenyewe, Kristo mwana wa Mungu mwenyewe kuja ulimwenguni kufa kwa ajili ya kulipa gharama ya ukombozi. Na tunapozungumzia swala dhana zima ya ukombozi, tunazungumzia habari ya kuhamisha umiliki. Kwa lugha rahisi kama vile wewe na mimi tulikuwa sio watu wa Mungu, na ilikuwa lazima tupate kukombolewa, tupate kurudishwa, tupate ukombozi. Na ndio maana swala zima la mafundisho ya wokovu ni package ambayo ina vitu vingi ndani yake, na lazima uvielewe hivi. Na ndio tunakuwa rahisi sana kusema nimeokoka napenda Yesu. Yesu ni Bwana, nimeokoka. Lakini unapozungumzia dhana nzima ya ukombozi, ya wokovu, lazima ujifunze na uweze kuipeleka katika msingi ambao unastahili pia. Tunazungumzia swala upatanisho. Na sasa tunazungumzia swala la ukombozi. Na ukombozi ambao tunazungumzia ndio ile sasa ile bei, gharama ya ununuzi, gharama ya kufanya sisi sasa tustahilishwe na tuwe kama watu ambao Mungu mwenyewe anapenda sisi tupate kuwa. Gharama. Na ndio maana sasa tunapozungumzia dhana nzima ya ukombozi, ukombozi ni neno ukombozi uchochea kitu ndani ya tunani, ni kitu ambacho tunafikiri kinazungumzia sana habari ya kusema kwamba sasa nimerudi, nimekuwa ndani, nimekuwa pamoja na
yaani ndio nimezungumza tena sana ni neno la kibiashara. Kitu ambacho kilikuwa sio cha kwako kinarudishwa. Kama unasema sasa ukombozi umekomboa. Fikiri kwamba juzi michezo inaendelea, bado inaendelea. Kuna watu ambao wametolewa mashindano sio? Ndio wametolewa wengine. Ndio. Bali ndio wote wametolewa. Wote wametolewa. Wote. Lakini hebu fikiri kwamba wakati ule ambapo wanapenda kucheza lingefungwa goli la kukomboa, yaani goli la kufanya ukombozi, maana unakuwa ukienda kufanya sio? Yaani ndio kuna swala la ukombozi. Yaani kukomboa maana ni kwamba unafanya kitu ambacho kitafanya kwamba ueleweke kwamba umeenda kwa nyingine zaidi. Na ndio sasa hiyo kwa wakati wa kawaida, mtu wa kawaida ni neno rahisi. Lakini Kristo ni zaidi sana. Swala la Kristo ni zaidi. Kuna ndio maana nasema sitafurahia wakati timu yetu inakomboa goli. Tunafurahi sana. Timu bizani na bado vile nachukia kwa sababu haikutaka ile goli rudishwe. Sasa ile ambayo imerudisha lazima tumekomboa kwa yetu, hatujakomboa. Na ndio ukombozi wenyewe. Sasa hapo ujao wakati wa Kristo tunadhani ni Kristo tofauti kidogo. Kuna tofauti kidogo kwa Kristo. Ni tamu zaidi tunapoipitia sisi wenyewe sasa. Sio kwamba mimi nimekombolewa. Yaani nilikuwa ni mtu ambaye nimepotea, nimekuwa ni mtu ambaye sistahili, sasa hivi nimekombolewa. Wakati kile kilichopotea kinapopatikana, kilichovunjwa kinarejeshwa, au kile ambacho haki au kudhibitishwa unakuwa katika hali ya kupatikana. Yaani kitu ambacho kimepotea kinapatikana, kitu ambacho kimevunjika kimeharibika kinarejeshwa katika uhalisia wake, basi hapo kunakuwa na furaha. Ya joy ni furaha. Ndio maana nasema kwamba hata leo ukombozi, wokovu, kuna furaha mbinguni, malaika mbinguni wakati mwenye dhambi mmoja anapotubu. There is joy, there is joy in heaven for one sinner who repents. Kwa maana mwenye dhambi mmoja anapotubu kama vile kuna ukombozi. Yaani ni mtu ambaye wanadamu wote ni milki ya Mungu wote. Mungu ametuumba. Kwa hiyo Mungu ametuumba purpose of creation. Kwa hiyo kusudi la Mungu ni kumfurahia na kumtukuza milele. Kwa hiyo maana ndio tumeumbwa katika dhambi. Sasa ikatokea hapo mwanadamu akaondoka akatenda dhambi, akawa yuko mbali na Mungu, maana ni kwa ule uhusiano wa kwao. Sasa inafika mahali anarudishwa tena. Anaporudishwa ni kama vile sasa kuna ukombozi umefanyika. Kuna furaha sababu imerejeshwa, kuna urejesho ambao umetokea mahali pale. Ukombozi si mada kando ya kitu kando cha katika Biblia, lakini moja wapo kati ya mada muhimu sana. Na ni mada muhimu sana kwa sababu na ina utajiri muhimu sana katika Biblia. Inaonyesha jinsi mambo elewa upendo wa Mungu kwetu, lakini pia haki ya Mungu jinsi ambavyo imedhihirishwa kwetu katika milele wote. Sababu tunazungumzia swala la kurudi nyumbani, tunazungumzia swala la kurejeshwa, na sasa tunazungumzia swala la kufanywa tena katika uhusiano na familia ile ambayo familia ya Mungu. Japokuwa neno ukombozi au tunasema tafadhali kama unapata mahali bado tutasoma. Tunapozungumzia neno la ukombozi au maana nzima ya ukombozi, japokuwa neno hili linahusiana sana na wokovu na linahusiana sana na wokovu, ukombozi ni zaidi, ni maalum zaidi. Linaonyesha njia ambayo kwayo wokovu umepatikana. Tunataka kuzungumzia kidogo kwa sababu ili somo la wokovu au fundisho la wokovu ni rahisi sana. Sasa unafanya hivi, sasa tunapiga chenga, tunazunguka, tunaenda kutoka ngapi? Ni rahisi sana mtu muamini Yesu Kristo kwa nini? Mungu kwa vile si basa. Wale tunachukua neno wokovu tunatumia, tunazungushana, lakini kwa nini? Lazima uwe kwa bado ndio kiini chenyewe. Tunafika kiini. Watu tafika kiini, sababu lazima upate jinsi jinsi ya kubiliwa na nani ukijina unaenda kutoka baada ya minute break katika mada nyingine. Lakini tunazungumzia ukombozi. Tunapozungumzia swala la ukombozi, tunazungumzia jinsi njia ambayo wokovu umepatikana. Ni njia.
Kuna dhana nzima ambayo ya kuongoza. Sasa wokovu unapatikanaje? Ndio tunasema tumekombolewa si kwa vitu viharibikavyo, si kwa fedha au dhahabu, si kwa vitu ambavyo ni vya kawaida. Hiyo ni njia. Ukombozi ni wokovu umepatikanaje katika hali ya ukombozi. Na ndio maana tunasema kwamba ni malipo ya fidia. Kwa malipo ya fidia, neno la Kiingereza limetolewa kutoka katika lugha ya Kilatini kimaanisha kununua au kurudisha umiliki tena, redeem. Unarudisha umiliki wa kitu ambacho umeenda sokoni. Lese kwa mfano, unakuwa na hii simu, labda kwa sababu moja ni nyingine, hii simu kwa umenyang'anywa, labda uliweka bonde, uliweka rehani mahali, ukawa umenyang'anywa, ukawa sio kwako, ikawa yuko sokoni na uzo, kwa sababu ule umiliki umechukuliwa kutoka kwako. Ikiwa kule katika umiliki ule sokoni anapatikana mtu analipa fedha ambayo inastahili ili upate kurejeshewa. Umesema nini? Nimekomboa, nimeredeem. Kwa hiyo ile ndio likatokea mahali pale kwamba unarudishiwa au umiliki unarudishiwa katika ile hali ambayo inastahili. Ndio neno la kulipa fidia. Ni neno la Kiingereza, na hili neno ni istilahi ya sokoni. Ni neno ambalo linatumika katika muktadha katika mazingira ya kisokoni ya biashara, kwa maana nasema naenda kukomboa. Unapoenda sokoni, nenda kununua kitu chochote, nasema kwamba nimeenda kukomboa. Na hilo neno tulitumia sana, nasema naenda kukomboa. Lakini kwa lugha rahisi, lugha ya zamani kabisa ambayo ilitumika kabla kubadilisha na kusema naenda kununua kitu, nasema naenda kukomboa. Naenda kukomboa mahindi, naenda kubadilisha kuyafanya yawe ya kwako. Unaona ile haki ya umiliki. Mungu katika kitabu cha Matendo ya Mitume kwamba kanisa ni jinsi gani ambavyo linamilikiwa na Kristo. Nasema kwamba ili umiliki kitu, hiyo sentensi nimeikopa mahali, ili umiliki kitu kiwe ni cha kwako, kuna njia tatu za kumiliki kitu. Sawa? Njia ngapi? Tatu za kumiliki kitu. Yaani hii simu ni ya kwangu, ninaimiliki kwa njia tatu. Njia ya kwanza ni kuikomboa kutoka kule dukani, na ikomboa inakuwa ni ya kwangu. Hiyo ni njia ya kwanza ambayo ni kawaida kabisa. Njia ya pili ya kumiliki kitu kile cha kwako ni kupewa. Nikikupa hii simu, nikakupa pesa ya kwako, unaimiliki ni ya kwako, itakuwa ni ya kwako sababu umefanya nini? Unaimiliki ni ya kwako, umepewa. Njia ya tatu. Unajua njia ya tatu? Unajua? Usimwiseme basi. Kuiba na kuiba pia unaiba, unaweza kuficha kabisa, mtu asione kabisa, unaficha kabisa. Lakini watoto haifai. Ndio maana ikawacha mtaje James yataje mimi nimetaje mimi. Katika hizo njia tatu ni kwa jinsi gani ambavyo Kristo anasema kanisa ni mali yake. Ya kwanza, ya pili ni hivyo. Ni ile ya kwanza. Ya kufanya nini? Ya kununua. Kitabu cha Matendo ya Mitume, wakati anaongea na wale wazee kule Efeso na kule Milita, na alikuwa anaongea nao kwa mahali ambapo sasa Matendo ya Mitume 20 28. Matendo ya Mitume mlango wa 28, akasema jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho, na ile kundi maana ni kanisa. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Kila linganisho la pale ambalo tunasoma tena kwa Petro. Kwa hiyo Kristo anasema kanisa ni lake kwa sababu amelinunua kwa damu yake mwenyewe. Redemption, pay the price. Kuna gharama ambayo imelipwa ili kwamba kanisa liwe ni mali ya Kristo.
Sio bali limepewa, kwanza limeingia, lakini amenunua, amehamisha umiliki kwa damu yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo ndio neno linalotumika pale la ukombozi. Na katika uuzaji wa mtumwa, malipo ya bei kamili yalihitajika ikiwa umiliki ungehamishwa. Katika Agano la Kale kwa kuna biashara ya utumwa, na ikaja mpaka kipindi cha Urumi, biashara ya utumwa ilikuwa inafanyika, na wakati mwingine mtumwa alikuwa anauzwa, ndio maana kuna bei ambayo ilikuwa inakubalika kwamba ili mtumwa apate kuwa huru, kuna gharama ambayo inatakiwa ilipe mtumwa na cheo huru, au nataka kumhamisha mtumwa kutoka mmiliki A anaenda mmiliki B, lazima ulipe bei fulani. Na katika kulipa maana yake ni kwamba ule umiliki unahamishwa, ikisha lipo gharama, hakuna jinsi ambayo unaweza kusema tena huyu ni mtu wako, huwezi kumiliki tena. Na ndio jinsi ambavyo umiliki ulikuwa unahamishwa. Na ndio neno ambalo likafanya matumizi ya ile neno yakaendelea mpaka ikawa neno redemption mpaka ikaja katika ukombozi. Bei ilipolipwa kikamilifu, umiliki pia ulibadilishwa. Tunafanyika kama wachezaji. Tunafanyika kama wachezaji. Alafu mwisho kutoka timu moja na nyingine, klabu moja na nyingine. Sina uzoefu sana, Sasa ndio bora sana. Kwa hiyo tunajiulizaga hapo ni wachezaji, mimi ndio tunajiulizaga sana. Tadisamee na ile kwa watu wa kihusiani. Hivi mchezaji anaweza kuwa anacheza timu yake alafu pesa ingelipo kwa kule kwa muaminifu kabisa hapo ndio. Ukishamaliza umiliki ule upenzi ukuta kote. Na ndio maana sasa ile maana yake kwamba sasa kwa sababu bei kamili imeshalipwa, ule umiliki umehamishwa, sasa unatakiwa sasa uwe ni mtu mwadilifu, ni mtu ambaye ni mtiifu kwa huyu master mwingine. Na katika dhana hiyo pia lazima mwadilifu wewe. Sasa unajua unapokuja kwa Wakristo, kwa nini tunakuwa hivi sasa? Tumekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo, tumemfahamu Kristo, na master amehamishwa kutoka master ambaye ni shetani, dunia, na tukahamishwa kwa master ambaye ni Mungu ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe. Lakini saa nyingine tunakuwa na mapenzi na nani? Na master wa zamani. Kwa nini? Naomba hivyo. Kama katika muktadha wa dunia ni kawaida, mazingira ya dunia kawaida, umiliki ukishahamishwa maana yake kwamba mtu amehama kabisa. Lakini kwetu sisi Kikristo, kwa wakati mwingine umeshahamishwa kabisa, huko unasema mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana, na unatangaza kabisa kwamba Yesu Kristo ni Bwana, amenikomboa na amekufa kwa ajili yako, amemwaga damu yake, lakini bado unakuwa na mapenzi na yule master wa zamani. Haitakiwi hivyo. Amen. Haitakiwi hivyo. Sababu tayari una master mwingine, una bwana mwingine. Na huyo anaitwa the Lord. Bwana maana yake ni mmiliki, ndiye ambaye anakumiliki. Yule wa zamani, biashara yake ishaisha. Wakati ambapo ulitambua damu ya thamani Kristo aliyolipa pale msalabani Kalvari. Dhana hii ya ukombozi inaonyeshwa katika Biblia. Kwa mfano, wazaliwa wa kwanza wa Kiyahudi waliwekwa wakfu kwa Bwana kama ishara ya shukrani kwa ukombozi wao kutoka Misri. Na neno la Kiebrania linalotumika mahali pale ni padaa, linalomaanisha ubadilishaji wa kisheria au kwa kutumia kwa kulipa fidia. Na maanisha bei iliyolipwa kumwachilia mtu au kitu kiwe huru. Matumizi yanaonyesha kwamba ukombozi unahitaji gharama. Wazaliwa wa kwanza, wale wa Israeli, walitakiwa kuwekwa wakfu kwa Bwana. Na hapo neno linalotumika pale ni ukombozi au neno andaa, linalomaanisha ubadilishaji ambao unahitaji gharama. Niulize swali. Sababu nimejitokeza hapa kwa sababu nimejitokeza kichwani na swala la ukombozi wa wazaliwa wa kwanza. Is it a perpetual? Perpetual ni kitu kinachoendelea.
Is it perpetual? Kitu kinachoendelea ndani ya kanisa, ukombozi wa wazaliwa wa kwanza? Hapana. Kuna makanisa yanafanya. Kuna makanisa mengine yanaendelea. Tunafanyaje hapo? Teolojia yetu iendeje ili tutoke hapa na unajua tunaposema kwamba sisi tunasoma teolojia moja, maana ni kwamba kuna practice vitu vinavyo fanana. Na ndio maana ya teolojia. Ndio maana tunasoma katika tunakuwa na alma mater, tunakuwa na alumni sisi wote ambao tumesoma pamoja, kwa lazima tuwe na teolojia inafanana pia, lakini pia ambayo ni Biblia. Sio tu tuseme, sio tu ifanane ambayo sio Biblia, lazima ifanane ambayo ni ya Biblia pia. Tazungumziaje hapo kuhusu ukombozi wa wazaliwa wa kwanza? Kuna wazaliwa wa kwanza hao kwa. Nani mzaliwa wa kwanza? Ndio kuelewa. Nani siku moja? Nani mzaliwa wa kwanza? Sasa umekombolewa? Nani umekombolewa? Hamna? Hamna. Hata mmoja. Uko makanisa leo hadi hizo taratibu. Taratibu zimeenea sana siku za leo. Na kuna wagongo hapo ambao ukiwaambia wao wasimame ukombozi wanachukia. Sababu wanajua kuna pesa kwenda kuongoza. Niseme hivi, mimi submit to you. Ili iwe wazi na vizuri kabisa kwamba hatufanyi ukombozi wa mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza tulishakombolewa ni Yesu Kristo. Yeye ndio limbuko, yeye ndio wa kwanza. Sasa ndio Mungu anakubariki na mtoto mzaliwa wa kwanza, lakini bariki na mzaliwa wa kwanza, na kama ni mzaliwa wa kwanza ndio kumshukuru Mungu. Tunatufanya kama nini? Shukrani kwa ajili ya Mungu kunipa uzao. Kwa hiyo tukifanya ile shukrani maana yake kwamba tutatoa sadaka kwa shukrani, ili uweze kuipeleka katika dhana ya kwamba labda ni ukombozi, kwa sababu hakuna jinsi ambayo unaweza kukomboa mtu. Utamkomboa mtu? Aliyetukomboa ni mmoja tu, Kristo peke yake. Sasa wewe peleka ng'ombe zako, peleka mbuzi zako, peleka kuku, peleka whatever, lakini bado ukombozi ubaki na Yesu. Zile pesa tunazochukua sio kwa chungaji, tunazitumia, lakini hakuna ukombozi mahali pale. Na mwingine akasema mimi familia yangu sio nini na langu, sio nini na langu, huyu ndo langu, kwa lazima nikomboe ili wengine wapate baraka. Baraka iko tu kama ukimwishia Yesu Kristo. Ni tatizo kubwa, sababu na naomba kabisa kwamba wainjilisti na wahubiri mlioko mahali hapa muwe na uwezo wa kuwafundisha watu, na watu wanatakiwa wafundishwe, si kukataliwa. Na tunataka sieleweke. Ukiwakatalia pia wanaona wao vile kanini umewanyima haki yao, lakini uwafundishe waelewe ni nini ambacho watakiwa wapate kufanya. Wakishaelewa watakuja katika sura ambayo tofauti, watambue ukombozi, sababu ukombozi wa wazaliwa wa kwanza ulikuwa ni kwa ajili ya kuonyesha kwamba kuna mzaliwa wa kwanza wa Mungu, mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Baada ya kukamilisha huduma yake, yeye ndio mzaliwa wa kwanza, ndiye maliza kila kitu. Kwa hiyo tunaweza kumwamini ukombozi ni kwa Yesu Kristo, Yesu Kristo pekee yake. Nevertheless, naweza kutoa sadaka ya shukrani, na unapotoa sadaka ya shukrani ndio tuache zile drama, tuache ile maigizo. Sawa? Tuache ile maigizo kwamba labda kuna kuhani, hatuna kuhani wa zamu, hatuna kuhani kama nilivyokuwa kwa kale. Kuna kanisa lilienda baadhi pale kafuta siku hiyo ibada ya ukombozi iliwepo. Sasa nikashirikishwa. Kwa kuhani wa zamu mahali pale na kuhani mkuu. Sababu ni mkubwa siku hiyo ndio sio ndio ni kuhani mkuu, lakini kuhani wa zamu anasherehekea atakapokea ile afu kuhani mkuu anasema vile ni madrama maigizo kwa hata maana. Ndio sasa nikauliza tu amli. Wala ambao mnapenda kukomboa, ambao mnapenda kukombozi huko. Nani kwanza ndio kwanza? Ndio ndio mfano. Msabe. Ndio msabe. Ndio wazazi wao wanapenda kwa ajili ya kukomboa. Kwa jinsi ambao wanafanya wale ambao hamjui jinsi ambao wanafanyaga. Msabe analetwa na mbuzi na kondoo, analetwa na kondoo. Shaka la kondoo, msabe anakuja madhabahuni, alafu mzazi anakuja na kondoo, alafu kondoo akipelekwa madhabahuni, alafu msabe anachukuliwa. Kondoo anaacha huko sasa anachukuliwa.
kukombolewa amebaki. Sasa ile anayekomboa ni yule ambaye amebaki kule au yule ambaye anayechukuliwa amekombolewa. Kwa hiyo okay, lakini hilo neno ukombozi bado lilifanya nini? Lilikuwa na dhana hiyo kwamba unapolipa malengo unahamisha ule umiliki, kwamba nimelipa kitu fulani kutambua kwamba kuna kitu ambacho kinafanyika cha gharama. Na kweli ni gharama kweli. Lakini katika kitabu cha Kutoka tunaambiwa habari ya mjakazi. Kio mjakazi apelezi bwana wake aliyekosa kwa nafsi yake hakupaswa kuuzwa kwa taifa mgeni, bali kwa malipo ya thamani hiyo angeweza kukombolewa. Kitabu cha Kutoka mlango wa 21 tunaelewa dhana ya ukombozi. Na katika kitabu cha Kutoka mlango wa 3 tunaweza kupata swala la mzaliwa wa kwanza, nimeshalipita hilo, tutafikiri tutalizungumzia tena, sije kuelezea. Lakini katika kitabu cha Kutoka 21 mstari wa 7 na 8 kuna swala ambalo linazungumziwa kuhusu mjakazi. Na wanapozungumzia mjakazi maana yake ni kwamba ni mtu ambaye amekuwa katika hali ya kuolewa au katika hali ya kuwa betrothed, kutubiwa na lakini anaweza kuuzwa, lakini sio lazima uuzwe kwa taifa jingine. Na ugeni hapana, ilikatazwa. Lazima awe ndani ya familia, lakini kwa gharama ambayo ilikuwa imekubalika. Mstari wa 7 na mstari wa 8, mtu akimuuza binti yake awe kijakazi, hata toka yeye kama watumwa wa kiume wakavyo, kwamba bwana wake akupendezwa naye, akiwa amemposa, ndipo atakubali akombolewe. Hana amri ya yeye kumuuza aende kwa watu wageni, maana amemtenda kwa udanganyifu. Yaani lazima ulipe gharama. Kuna gharama ambayo lazima ulipe kwa sababu ulikuwa umeshaweka engagement mahusiano na yeye, labda kama mahali unataka tena, lazima ulipe fidia. Gharama ya ukombozi ilipaswa kulipwa. Mungu alichagua Lawi kutumika katika patakatifu, na hii ilikuwa ni kuweka wakfu, kutengwa. Lakini pia Boaz, baada ya Boaz alikomboa haki yake ya kwenda shambani. Na kitabu cha Ruth, tusome kitabu cha Ruth tena hapo, jinsi ambavyo dhana ya ukombozi pia bado inaelezewa. Kitabu cha Ruth na dhana ya ukombozi ilikuwepo, na katika ile kukomboa kwanza somo kwa ndio somo mlango wa Ruth mlango wa 4 mstari wa 6 mpaka 10. Basi yule jamaa aliyekuwa karibu akasema, mimi sitaweza kuikomboa kwa nafsi yangu, msije nikauharibu urithi wangu mwenyewe. Basi haki yangu ya kuikomboa unichukulie wewe, maana mimi sitaweza kuikomboa. Basi hii ilikuwa desturi zamani za kale katika Israeli kwa habari ya kukomboa na kubadilishana, ili kuyahakikisha yote. Mtu huvua kiatu chake na kumpa mwenziwe, ndivyo walivyohakikisha neno katika Israeli. Basi yule jamaa akamwambia Boazi, wewe uninunulie mwenyewe. Akavua kiatu chake. Naye Boazi akawaambia wale wazee na watu wote, leo hivi ninyi ni mashahidi ya kwamba mimi nimenunua yote yaliyokuwa ya Elimeleki na yote yaliyokuwa ya Kilioni na Maloni mkononi mwa Naomi. Tena huyu Ruthu Moabu mkewe Maloni nimemnunua awe mke wangu, makusudi nipate kumnunulia marehemu jina katika urithi wake, jina lake marehemu lisikatike miongoni mwa ndugu zake, wala langoni pa mji wake. Leo hivi ninyi ni mashahidi. Okay, hii ni habari ya Boaz na Ruth. Na Ruth alikuwa na mume wake alifariki. Kwa familia
familia yake kama vile familia kule wakwezani kwa iko kwa wakwe, lakini ilikuwa kuna descendants, kuna watu ambao ni wa ile line ambayo walikuwa na uhusiana na hii familia ambayo ilikuwa ni ya Naomi, mama mkwe. Sasa ile familia ni nani ambaye ingeweza kufanya kumchukua huyu mwali aende katika mji? Usidhani. Lakini akapata mtu ambaye alilipa fidia. Kwa hiyo alikomboa, alilipa fidia. Kwa hiyo katika ile ukombozi maana kwamba alihamisha umiliki kuanzia hapa kama ni mtu rasmi ambaye anatambulika kwamba yuko katika familia ya Boaz katika ile kulipa gharama fidia. Hiyo yale sidhani ukombozi ilikuwepo katika Agano la Kale pia. Na pia ndio kafara ni kufunika au kupatanisha. Ninaomba kutumika pia neno hili limefungamanishwa sana na dhabihu ambayo hatia inaondolewa kwa njia mbadala. Na katika kitabu cha Kutoka 29:36 na jinsi ambavyo neno hilo kafara inaweza kutumika pamoja. Sababu ni neno kafara. Neno kafara. Nalipa kafara. Kafara ni sadaka ya Mungu. Kafara. Kwa hiyo unakuwa na hali ile ya kuteketeza kitu au kulipa kitu kama mbadala ya kitu kingine. Katika Agano Jipya maneno ambayo yametumika sana ni litron, rejoices na apolutrosis, yanarejelea bei ya pesa inayolipwa kununua kitu tena au kufanya kitu kiwe mbadala kununuliwa. Ni fidia au uzoefu wa kukomboa katika hali ya kukandamiza na katika hali ambayo labda ulitaka kuwa huru, utaweza kuwekwa huru. Na kazi ya Mungu ya ukombozi ni ambayo ni litrosis, ni kuona jinsi ambavyo Mungu mwenyewe amejiweka dhabihu badala yetu ambayo ni padaa, akatudai tena kuwa watu wake Gaal na kufunika hatia yetu kafara. Kwa maneno yanayotumika yako maneno moja mbili tatu nne yote yanatumika kuelezea habari ya ukombozi. Kama kuna padaa inatumika kuondoa ghadhabu. Kabla ya kuna ukombozi kamili ambao ni ukombozi wa Mungu, lakini unafikiweka kwa kuondoa ghadhabu na kuweka ghadhabu kama jinsi wana wa Israeli wazaliwa wa kwanza walipouawa kule Misri, na akasema wazaliwa wote wa kwanza wapate kuuawa. Hiyo tunasema ni padaa ilitolewa. Kwa hiyo ghadhabu ni ghadhabu, na ghadhabu inapopitishwa maana ni kwamba yule ambaye ni mzaliwa wa kwanza anatengwa, anawekwa, na wale ambao waliumiwa, wale ambao kupata nafasi ya ukombozi maana ni kwamba waliteketea ghadhabu. Lakini pia Gaal inaelekea katika hali ya kudai umiliki tena au kuhamisha umiliki au kurudisha umiliki, na katika kufunika inaitwa ni kafara au kafara. Haya yote yana dhana ya ukombozi katika Biblia. Haya yote ni dhana ya ukombozi katika Biblia. Gharama ya ukombozi gharama ya ukombozi ambayo hutumika kama tunasema ni labda ni price of redemption, au tunasema gharama ukombozi katika Agano la Kale kama ulivyo katika Agano Jipya, nao pia ulifanyika kwa damu ya Yesu Kristo. Sasa utauliza swali, itawezekanaje katika Agano la Kale ukombozi uwe kwa damu ya Yesu Kristo wakati Yesu Kristo alikuwa hayupo? Hapo tunauliza, lakini ikubalike kabisa kwamba kama kuna mtu yote ambaye ameenda mbinguni ambaye dhambi zake zimefutwa kwa njia moja tu, damu ya Yesu Kristo pekee, kwa imani, Agano la Kale au Agano Jipya. Damu ya Yesu Kristo ilipokelewa kwa njia ya imani, ikiwakilishwa na dhabihu za wanyama na wa kuteketezwa zilizotolewa kupitia makuhani katika utumishi wao. Kwa hiyo hata wale ambao walipata hiyo Gaal na kafara katika Agano la Kale ilifanyika kupitia damu ya Yesu Kristo, ambayo damu iliwakilishwa na wanyama ambao walitolewa kama katika hali ya kuteketezwa, wakipokelewa na makuhani ambao walisimamia vizuri ofisi zao za kiutumishi. Kwa hiyo kubaliana kabisa kwamba
Ukombozi unaendelea kubakia kuwa ni kwa njia ya Yesu Kristo katika hakuna ukombozi wa aina mbili. Sababu unaweza kufundisha kuna ukombozi wa Agano la Kale ambao ulikombolewa kwa wanyama na kutunza sheria, na kuna ukombozi wa Agano Jipya ambao ni kwa Yesu Kristo. Hapana. Ukombozi wote unabakia kuwa ni mmoja kwa kupitia damu ya Yesu Kristo, ndio gharama wote, sababu wote tumeokolewa kwa kupitia damu ya thamani ya Yesu Kristo. Tofauti tu ni kwamba wale wa Agano la Kale walikuwa wanaangalia Yesu atakayekuja, kwa hiyo walikuwa na imani kwamba Yesu atakuja. Kwa bado imani inabakia pale pale. Imani imekuwa ni muhimu sana. Agano la Kale anapompeleka mnyama anamwamini kupitia huyo mnyama kwamba Yesu Kristo atakuja na atamwaga damu yake. Katika Agano Jipya tunaamini kwamba Kristo alishakuja na akamwaga damu yake. Kuna mtu alishamwona Yesu hapo? Kuna mtu alishatukana Yesu? Alikuja alipata kila mtu anasema miaka zaidi ya 2000, miaka zaidi ya 2000, miaka zaidi ya 2000. Tushukuru tunaenda kwenye jira la Pasaka. Na nafikiri tunaanza leo leo sio? Leo sio jipaka majibu sana. Sasa ndio ndio mshe jipaka majibu. Sasa unaona leo jipaka majibu hapo. Unaona jipaka? Kwa sababu kuna watu wenye tamaduni jipaka majibu. Wao? Ninasema hivi kwamba kama yuko ulifundisha huko maana yake majibu nini? Kama kuna kipindi tu ya tuachanaje. Unapozi majibu Naomba kujua maana ya majibu, yani kujipaka majibu maanisha sawa. Kwa mtandao inasema nini? Tunazungumzia habari ya Kristo kufa zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Ama mtu aliyemuona, lakini tunaamini. Tunapobiri injili tunaamini na tunawaambia watu wanaamini kwamba Kristo alikufa msalabani. Kama tu jinsi ambavyo Abraham aliamini kwa kuangalia mbele zaidi ya miaka 20 kwamba kuna mtu ambaye Kristo ambaye atakuja na atakufa kwa ajili ya dhambi. Atamwaga damu yake. Kwa hiyo bado ukombozi umeendelea kubakia kwamba ni kwa damu ya Yesu Kristo. Ndio gharama ya ukombozi. Kama unataka kutafuta gharama ya ukombozi ni damu ya Yesu Kristo. Hakuna chochote isipokuwa damu yenye uhai ya mwana wa Mungu ingetosha ambayo ni gharama ya ukombozi, kama tumeshasoma tayari katika kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa kwanza 18 mpaka 19. Tumesoma sababu, lakini ikumbuke wazi kabisa kwamba ni damu yenye uhai ya mwana wa Mungu ndio pekee ambayo ni gharama. Sio sadaka ambayo unazitoa. Si kwa matendo mema. Huwezi kusema kwamba ninafanya jambo fulani ili kwamba nipate kununua wokovu, nipate kununua ukombozi. Siwezi kusema kwamba nafanya jambo fulani ili kwamba iwe ni gharama ya kunihamisha kutoka katika umiliki wa shetani ndio ya umiliki wa Mungu. Hapana, huwezi. Yesu Kristo pekee yake damu yake inatosha. Ndio ambayo inastahili, ndio ambayo inafaa. Na damu ya Yesu Kristo, kuna damu zipo nyingi. Damu zipo nyingi ambazo zinaweza zikamwagika. Damu yako hata mwenyewe ukisema kwamba nife kwa ajili ya nini? Hapana, wewe hapo utakuwa umecommit suicide. Kuna wengine wanasema ni martyrs death, kama ukifa kifo cha mashahidi kwa kufia dini, bado utafia dini kwa sababu umeamini damu ya Yesu Kristo. Naomba nieleze sentensi. Unaweza kusema kwamba kama Stefano, sio? Stefano hakuokolewa kwa ajili ya damu yake iliyopigwa mawe. Hapana. Sio kwa sababu ya kipigo cha mawe alichokipata Stefano ndio maana tunaweza kusema kwamba labda Stefano alipata ukombozi. Hapana. Tayari alishamwamini, na kule kumwamini alisimama katika msingi wa kumwamini Yesu Kristo mpaka ikafika mahali akafanya nini? Akaoa kwa mawe. Sasa ni tofauti kabisa na makanisa mengine hapo, vikundi vingine ambavyo vinaweza zikafundisha au imani zingine ambazo zinaweza zikafundisha. Na katika kufundisha nasema kwamba unaweza ukawa mfiadini au ukafa mwenyewe kwa ajili ya ukombozi wako. Haiwezekani. Damu inayo tukomboa ni damu ya Yesu Kristo. Wewe nenda kapigwe, nenda teswe, kafanya na kile bado utakuwa ukombozi. Ndio maana Waislamu kwa strict ya ile jambo hili. Yaani Muislamu akifa kwa ajili ya anakuwa ni shahidi. Nasema wale wanasema kwenye world religion, mbona tunapata nafasi ya kusoma pamoja.
hizo. Mungu anasema kwamba yule ambaye anakufa kwa ajili ya imani analeta shahidi na anakuwa kwamba moja kwa moja ana nafasi kule. Hakuna nafasi kule. Kama ni uchi na watu. Ana nafasi kule kwingine. Sio kule mbinguni. Ana nafasi. Kwa sababu damu ambayo inatukomboa ni damu ya Yesu Kristo pekee yake. Ni kweli kuna kweli nne muhimu ambazo lazima zielezwe kuhusu bei hii ya malipo. Kuna kweli hizo kozi ni nne ambazo ni nne na wala ziko ni tano, lakini naona ni nne. Nasema ni nne lakini kule tena naona ziko tano. Namba moja, damu. Jinsi inavyoenda kwenye mishipa haingemkomboa mwenye dhambi. Tunapozungumzia damu, sio tu damu inayotembea kwenye veins. Damu iko kwenye mwili ikiwa inazunguka kwenye mishipa ile ni damu kawaida, lakini sio ukombozi. Damu iliyomwagwa wakati wa kifo na kutumika katika patakatifu zaidi ndio msingi wa ukombozi. Kwa lazima damu imwagwe katika kifo na katika ile ukombozi na katika ile ukamilifu. Kwa hiyo mnyama ili ateswe, achinjwe, damu imwagike kama jinsi ambavyo Kristo na yeye alikufa pale msalabani mara moja katika ile mateso. Damu lazima imwagike ili iwe effective ile na matokeo katika sio tu damu, sababu damu inatembea pana. Damu ya Kristo ina thamani sio na kifani. Inatosha kukidhi haja na ni halali machoni pa Mungu na katika moyo wa waumini. Kwa hiyo ni damu ambayo ni thamani sana. Damu ya Kristo ambayo ni thamani sio na kifani. Kwa Mungu anapoiangalia damu ya Kristo, damu isiyo na isiyo na tatizo lolote, isiyo na contamination yote, ni damu ambayo haina dhambi yote ndani yake. Kwa maana nyingine uhai katika damu, na kwa sababu uhai katika damu maana ni kwamba uhai wa Kristo ulikuwa ni mkamilifu bila kuwa na dosari yoyote ya dhambi. Inatosha katika ile kukomboa mwanadamu wa dhambi. Inasafisha kila aina ya kosa. To wash every stain. Damu mwana kondoo wa dhabihu alipaswa kuwa mkamilifu asiye na dosari. Bwana wetu Yesu Kristo alikidhi hitaji hili la kidhabihu. Alizaliwa akiwa mkamilifu, akaishi maisha ya ukamilifu, akaenda mateso katika ile ukamilifu, akafa msalabani katika ile ukamilifu. Maisha yake yote yalikuwa makamilifu. Hakuna mahali popote ambapo alitenda dhambi au alikosa. Kuanzia kuzaliwa kwake alifunikwa na Roho Mtakatifu na kilichozaliwa ikawa ni kitakatifu cha Mungu. Alipoingia katika huduma akapitia wakati wa kujaribiwa. Alijaribiwa, hakutenda dhambi kwa lolote lile na akatoka akiwa katika ile ukamilifu. Akaishi kule kuishi kwake kote alipotembea. Hakuna hata mahali pamoja ambapo alikosa. Aliishi maisha makamilifu. Ilipofika mahali pa mateso akiwa Getsemani akiomba, fika mahali kama vile kujaribu anataka kufanya ili aone kwamba anaenda kitu cha mateso. Baba, ikiwezekana kikombe hiki nivuke, lakini ilifika mahali akasema sio nipendavyo mimi ila ni mapenzi yako yapate kutendeka. Akakubali kuwa mnyenyekevu, akafa. Na kifo chake pale msalabani kilikuwa ni kifo ambacho pia cha mateso, lakini alibeba bila kumkosea Mungu jambo lolote. Unajua katika kifo chake pale msalabani, tena hilo ni jambo ambalo walipo wakati alipokuwa na mateso sana, walitaka kumpa nini? Ndio wale walipa sifongo wasema ndio kitaalamu ni nini? Bado wataalamu wa chemistry na biology. Ile ni kitu ambacho ni kama ndio anesthesia. Anesthesia ni kitu ambacho kinapunguza maumivu, kama kutoa dawa ya usingizi, kama kutoa ganzi ili ufe kifo kizuri, yani usisikie maumivu sana. Alikubali? Ndio alikataa. Kwa maana nyingine kama vile alikuwa tayari kuteseka mpaka mwisho. Yaani hata kama ingeweza kuongeza kwa afe anesthesia ita kifo kizuri. Hata alikataa pia. Yaani mbona kwa clip yote ndio kwamba sasa hivi kuna baadhi ya chizi mbali kwamba kuna anesthesia kumbe kifo kizuri mbali na sasa ndio tunaenda hospitali kuchukua sindano
ili nife. Napiga muziki kabisa wimbo Onane paradiso, onane paradiso. Na leo bora paradiso ya malizia ndio kufa. Na paradiso. Kuna kitu lazima sasa hivi nafikiri mgonjwa amekufa sindano bila anesthesia. Kwamba kifo. Hakuna kuna unajua? Ndio maana sema paradiso hii lakini daktari anamwambia chagua uko nao mzuri unaotafuta. Chagua uko mzuri ambao unapenda. Na chagua uko kana uko kabla bado hajaisha. Yesu alikataa hayo. Hakupenda kabisa kwamba afe katika yale hakurahisishwa ila alikufa njia ambayo ni ya mateso katika hali ya ukamilifu kwa sababu alikuwa ni mwaminifu pia kwa Mungu wake. Ilikuwa ni fidia kutoka katika dhambi na matokeo yake ya kutisha ili pia nifanya kwa maisha yake. Na ifunga Marko na hiyo inazungumzia inaelezea jambo hili wazi kwamba kwa nini alikuja ili kwamba awe fidia kwa wengi. Ni kifo cha Yesu Kristo cha kumwaga damu yake kwa kulileta ukombozi na upatanisho kati ya mwanadamu mwenye dhambi na Mungu ambaye ni mtakatifu. Pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Kwa hiyo kitabu cha Marko na kitabu Marko mlango wa 10 mstari wa 45 neno ukombozi hajatumika direct mahali pale, na neno ukombozi usilipata mahali pale, lakini kwa kusudio la Yesu Kristo kuja linaelezea wazi kabisa kwamba kuna ukombozi ambao unazungumziwa mahali pale. Marko 10:45 ni mstari ambao pia kwa maana mwana wa Adamu alikuja naye hakuja kutumikiwa bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Ndio fidia ni ransom. Ni gharama ambayo inalipwa iwe fidia. Kwa maana mimi nalipwa kwa sababu ya wengine. Ndio ukombozi lenyewe ile fidia. Alikuja ili kwamba kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Na ndio tunafika mahali pale. Kwa hiyo neno ukombozi iko mahali pale katika neno fidia. Kristo ni huduma yake ya kwamba huduma yake ya duniani kupitia maisha yake makamilifu ingekoma kwa tendo la kujitoa kuwa dhabihu au kufidia ambayo ingetumika kuwafidia kwa ajili ya watu wengi ambao walihitaji. Hakuna neno katika msamiati wa Kikristo linalostahili kupewa maana au kuchukuliwa katika thamani kubwa kuliko neno ukombozi. Ukombozi kwa maneno mengi watu kuyatumia, lakini neno ukombozi ni neno muhimu sana. Na neno ambalo linatustahilisha. Neno ambalo linatufanya hata tunapozungumza nimeokoka. Umeokokaje? Utasema kwamba nimeokoka pasipo kuelewa mkombozi, pasipo kuelewa gharama ya kusema kwamba nimeokoka. Ili useme nimeokoka na mpenda Yesu ni Bwana na mtumikia, lazima ujue kwamba ni gharama gani iliyotumika kukufanya uwe jinsi ulivyo. Ni neno muhimu sana. Kwa hiyo usilipuuzie neno ukombozi, neno muhimu sana. Tunazungumzia gharama iliyotumika kukufanya uwe jinsi ulivyo. Na kwa hiyo ni neno linamkumbusha kila mtoto wa Mungu, kila ambaye ni Mkristo, kila ambaye ameokoka, kila ambaye anatambua kwamba ni mwana wa Mungu apate kutambua kwamba amenunuliwa kwa gharama kubwa ya kibinafsi, kwa kuwa Bwana Yesu Kristo alijitoa kwa ajili ya dhabihu zetu ili kulipa kukamilisha haki ya umiliki. Haki ya umiliki ambayo ilikuwa tunatawaliwa na Shetani na ikakuja sasa tunasema sasa ni watu wa Mungu. Tukamilisha ndoa dunia, tukaenda sasa kwa Yesu Kristo kwa Mungu. Sasa tunabakiaje? Kwa nini bado tuendelee kutumikia dunia? Kwa nini bado hatujahamisha ule umiliki wetu, ule uwalaji wetu kutumika? Tulikuwa wafu na sasa tuko hai. Tulikuwa gizani sasa tuko kwenye nuru. Tulikuwa tujui njia, sasa tumejua njia. Ule umiliki umehamishwa kwa njia ya Yesu Kristo. Tulikuwa vipofu, bali sasa tunaona. Tulistahili hukumu ya hasira ya Mungu, bali sasa tu wana wa Mungu. Ile hasira ambayo ilikuwa tupewe haipo tena. Biblia inapozungumzia kuhusu fidia na kuhusiana na kazi ya wokovu ya Kristo, haisemi kwamba ilikuwa ni shughuli ya ambayo ilifanyika sokoni. Kwa hiyo tunapozungumzia wewe ukombozi, ile dhana ya kununua na kuuza, kulipa gharama kwa hali ya kifedha
katika habari ya ukombozi hiyo dhana tusizungumzie, kwa sababu kama vile kushusha gharama. Na pia sio hivyo tu, ile dhana ikiendea mahali pale, maana yake ni kwamba kule kuhamisha umiliki itakuwa ni kama vile unahamisha umiliki kutoka kwa nani kwenda kwa nani, na nani hapa alipo. Unajua unapokuwa sokoni kama ndio wazi, kwa sababu ndio swali nimeshaulizwa, niliuliza nikiwa nasoma na nimekumbuka kwa sababu na wao sio ndio swali, ndio maana katika sentence kwamba tunapozungumzia ukombozi wa mwanadamu, ile dhana ya kisokoni isiwepo sana. Kwa sababu gani? Tunazungumzia habari ya mfano wa hii simu. Let's say hii simu ya miliki Joseph. Nikitaka kununua kutoka kwake nje kwa maana nalipa kiasi cha fedha kwa visio. Nikishalipa maana ile ichukue na kwa ni ya kwangu. Sasa tunapozungumzia habari ya Kristo kulipa gharama yake, tulikuwa ni watu nani? Sio shetani alilipa. Kwa hiyo lazima tuelewe hilo. Kwa hiyo shetani kulipa chochote. Sababu shetani si kwamba alikuwa ametuchukua kutoka kwa mmiliki wetu wa ndani, Mungu mwenyewe, lakini kama vile alikuwa amekuiba. Na ndani ya kuiba maana kwamba sasa ule umiliki, ile gharama ambayo ile damu ya thamani hailipo kwa shetani, inalipo kwa Mungu mwenyewe, ambaye sasa ndiye ambaye anastahili sasa tunafanya kwamba tu ni watu wake. Kwa hiyo naomba sana uelewe kwamba unapoleta hiyo dhana ya ukombozi, ile swala la sokoni usiliweke sana. So ukiliweka inaweza kupelekea katika hali kwamba kumbe shetani alilipo. Shetani alilipo chochote. Na nimesema hilo swali niliuliza shuleni. Ndio chuoni. Kwa hiyo ikataka debate kubwa. Mpaka vile mwalimu akakasirika sababu mimi nilikuwa mkali. Ndio kuja. Kama mwalimu akachukia, akasema sasa ndio msiniulize. Nimesema niliweke mapema kwamba ukombozi wa kifo chake tusilete ile dhana ya kisokoni, lakini tutambue tu kwamba kazi kamili ya Kristo wa ukombozi katika kifo chake msalabani ni zaidi ya biashara ya sokoni. Badala yake inalenga katika nguvu ya msalaba. Nguvu ya msalaba, na neno fidia linapolinganishwa na kazi ya ukombozi ya Mungu, swala la bei pale alipo. Tuzungumzie swala la bei, tusizungumzie swala la kubadilisha umiliki, tusizungumzie swala la pato, tunazungumzia tu swala kwamba urejesho ambao umekamilika, na urejesho sasa kwamba sisi tu watu wa miliki ya Mungu. Neno linatumika pale, lakini ile dhana ya kubadilishana kisokoni kwa haipo. Okay? Na tukiwa mahali pale, nafikiri sasa itakuwa ni wakati mwafaka kabisa wa kuchukua mapumziko mafupi, ili kwamba tukija sasa tuende katika mada yetu ya mwisho kabla ya kumaliza nusu ya muda. Na nafikiri ina nusu sasa hivi tuende na rekesha kisa. Maswali? Asante. Sasa ni kwa kuhusu haya. Lakini sasa napeleka sio uongozi kwa Yesu. Je, sasa kwenye upande labda huo uongozi mwingine wa labda wa mjana kutoka kwa baba na kwenda kwa vijana, hapo nao uongozi huo ni halali kabisa, au ni miliki huo, au ni namna ya sokoni, au ipoje tuseme? Hayo kulikuwa mahali. Hayo kuelewa. Sasa tunalinganisha kweli? Kwamba binti amenunuliwa. Hatuwezi kulinganisha. Hatuwezi kulinganisha kwamba kuna bei inalipo, lakini labda niseme kwamba tusilete sana katika hii swala la ukombozi, kwa sababu unapomuoa kijana unapomuoa binti sio kwamba umemkomboa. Sio mara mwisho umeliwa kwa ule ni kwamba unaweza kufanya chochote hapo, hapana. Zamani kulikuwa na tamaduni, lakini nafikiri ni sio halali, sio rahisi. Sio kitu ambacho ni haki. Na nafikiri pia wanapolipa mahali sio bei ya kununua. Sababu unaweza kununua mwanadamu, mtu mmoja ananunuliwa, lakini si huwezi kununua mke. Siwezi kusema nalipa mahali kwa nimemkomboa. Yes. In a slight sense, katika hali ya chini sana ndio kutumika, kwa sababu watu wanapana na hiyo kwa ni heshima, sababu ndio tukulipia mahali ndio heshima ya kwa pale, lakini sio katika swala la ukombozi. Usilinganishe kabisa. Swali nyingine kabla ya break. Kabla swali break, tafadhali njoo na dakika 40. Tuendelee. Habari fika.
tunafanya kazi kwa hiyo tafadhali kwa na ningependa muda. Tunahamisha somo kidogo, sawa? Tunahamisha somo kidogo, tunaonyesha mambo ya ukombozi. Tutaendelea tena na hiyo mada baadaye, lakini kuna kitu ambacho lazima tukiangalie tunapoenda katika swala zima la wokovu. Na ili tuende kwenye wokovu, sasa tumeshaangalia upatanisho, atonement, na tumeshaangalia ukombozi, redemption. Ni package nzima ya wokovu. Lakini sasa tunaangalia jambo jingine, na hili tunataka kuangalia ni maamuzi ya Mungu, kwa sababu pia katika mpango mzima wa wokovu lazima uendane na maamuzi ya Mungu. Sababu anayefanya yote haya ni Mungu mwenyewe, na anayafanya katika maamuzi yake ya umilele. Je, maamuzi ya Mungu inasema ni God's decrees. Maamuzi ya Mungu ni yapi? What are the God's decrees? Decrees za Mungu, maamuzi ambayo ameamua. So decree, sawa? What is decree na decree? This is decree. So mwana show kama kama. Ndio kwa decree, God's decree. C-E-D-E-C, decree. Maamuzi ya Mungu ni kusudi lake la milele. Na mara nyingi decree huwa haibadiliki. Hapo ndio kesi wala kwa kufanya mshahara mahakamani huwa kunakuwa na uamuzi. Kuna ruling, sawa? Kisha kuna ruling, unapewa muda kidogo kwa ajili ya wanaita kukaza hukumu. Sio wala kwa maana ya mambo ya kesi. Kama mjaribu kwenda hayo maneno ambayo uelewe tusikuje kupitia. Unapewa hukumu ile ruling. Kisha ndio ruling na kupewa muda kidogo kama mwezi mmoja au zaidi kwa ajili ya kama kuna kukata rufaa nini na nini. Baada ya hapo ndio kukaza hukumu. Kisha kaza hukumu inatoka kwa nini? Decree. Kisha ndio decree maana yake kwamba ile hukumu haibadiliki tena. Na ile urudi ndio tolewa kwa kukata rufaa. Mara baada ya decree kutolewa, mahakama cha decree wewe tena kusoma maneno kukata rufaa tena itakubalika kwa sababu tayari hiyo decree ambayo haibadiliki. Ndio wale neno decree kwa hiyo kuoto mahakama sio Mungu sio Biblia sio theology ndio mahakamani. Mahakama ndio toa mambo mafundisho haya. Kwa hiyo kuna maamuzi ya Mungu ya milele akishapitisha ya badiliki. Na ndio sio la Mungu ya milele. Kwa hiyo maamuzi ya Mungu ya milele ni kusudi lake la umilele kulingana na shauri la mapenzi yake, ambapo kwa ajili ya utukufu wake mwenyewe ameamua na kuamua kabla ya yote yale yote yatakayotokea. Westminster Shorter Catechism ndio swali la 7. Nauliza, je, maamuzi ya Mungu ya milele ni yapi? Maamuzi ya Mungu Biblia inasema kwamba maamuzi ya Mungu ya milele ni kusudi kulingana na kusudi lake na ushauri wa mapenzi yake, ambapo kwa ajili ya utukufu wa his own glory, yeye mwenyewe Mungu yeye mwenyewe ameamua kuanzia zamani kabla ya mambo yote kutokea kwamba ni nini ambacho kitatokea. Kwa hiyo kufuatana na maamuzi ya Mungu ya umilele, hakuna kitu ambacho kinatokeaga kwa bahati mbaya. Kwa Mungu hakuna kitu ambacho inaitwa by chance au imetokea ama bahati mbaya. Kwa Mungu hamna bahati mbaya. Ni sisi tunajua ni bahati mbaya kwa sababu imetokea kwa surprise. Kwa hiyo tunaweza kuipa surprise, lakini kwa Mungu sio hivyo. Sawa? Juzi tunalalamika jua likali, lakini Mungu ajua jana atafungua kwa nini? Kwa wengine walinyeshwa na mvua kwa sababu ni surprise, unajua kwamba jua ilikuwa likali. Ghafla wingu ghafla mvua ikanyesha. Lakini katika Mungu anajua kila kitu. Anajua kabisa kwamba saa fulani maeneo fulani kuona mvua. Mahali fulani kutakuwa na mvua ambayo itapaka radi na watoto watakufa. Sio mwingine na mpigo radi. Toto gomo mtobishia radi, watoto sumbao mtobishia radi. Sio experience ya radi kwa watoto na radi zinaweza kuwa watoto. Ndio kwa kuomba. Basi hapo radi kigoma singiti na sumbao wako hapo sasa ndio kuona. Amsema wao sumbao mabaya, lakini sasa matukio yalikuwa kule sana, hata shangazi kwenda kumbe
Huku amehamia kule, maana kwa biashara kule kwa wanakuja na uzoefu. Just pray kwa tunashuka mama mzee mkaendelea hapo. Muri. Kwa ajili ya jirani nipiga na wakashtuka wakakimbia wao wakapelekana. That critical level for physics na kwa alizao mbaya. Watoto wadogo wewe usingine ni chako. Anyway, haya yote Mungu anajua. Mungu anajua. Yaani hakuna kitu ambacho kinatokea kwa Mungu kwa labda kimemshtua Mungu au ni bahati mbaya. Si tunasema ni bahati mbaya sababu hatujui. Lakini kwa Mungu anajua kila kitu ambacho kinatokea, sababu vyote vinatokea katika urai wa mapenzi yake na amepanga katika kusudio lake la milele kwa mwisho salama. Katika kusudio lake la milele kila kitu ameamua kwamba kitafanyika nini na kitatokea nini. Ulipokuja PCA tukapata mwanafunzi mpya amejiunga chuoni na mwingine alijiunga alafu akaondoka, si kwamba sisi tunashangaa tu fulani anaondoka, lakini Mungu anajua kwamba hata msuli wa PCA anaondoka. Mungu anajua yote, anaamua kumruhusu kwa like baada ya mcha tumaini. Mungu anajua everything. Kwa kila kinachotokea, unapoumwa na kitu, unapoumwa na mafua, unapotamani kuoa, unapotamani kuolewa, unaposema bado, yote katika ratiba ya Mungu ya umilele kabisa. Tukitambua hilo, hata somo la wokovu tutasoma vizuri. Yaani kutambua maamuzi ya Mungu wa milele, hata somo la mpango wa Mungu wa ukombozi na wokovu tutasoma pia katika hali ya kumuelewa sasa Mungu kwamba anafanya namna gani. Sasa yaani tulikuwa tunasoma sawa, lakini tutaelewa kwamba anafanya kazi namna gani. Na ili sasa tuangalie sana maamuzi ya Mungu wa milele, kuna kwanza tunajaribu kuangalia mambo ya Mungu ya uchaguzi. Na ni jinsi gani ambavyo amepangilia swala la election. Hapo ndio maswali mengine ambayo ni very complicated. Ni kati ya vitu ambavyo lazima tunaweza kumuuliza Mungu maswali. Ni swala kwamba kwa nini wengine sasa kama tulivyozungumza last time kuna ambao inatosha kwa wote lakini inakuwa na ufanisi kwa wachache. Sisi inakuwa kwaje kama hivyo? Yes. Maamuzi ya Mungu yanajumuisha agizo la kuchaguliwa kwa baadhi ya watu kutoka katika jamii iliyoanguka ya Adam na kuwapa uzima wa milele. Huu ni maamuzi wake. Na huwezi kuuliza kwa nini. Sababu unaona wanafika mahali wanauliza, "Je, kwa nini? Kwa nini?" Unaweza kumuuliza Mungu kwa nini? Mungu haulizi kwa nini. Kwa sababu yeye ameamua na kusudi lake la milele na alipoita watu wote waliowaambia wote mmeanguka, lakini akaamua kati ya wale ambao wameanguka atachagua baadhi ambao damu ya Kristo inakuwa effective kwao. Hatuwezi kumuuliza Mungu kwa nini. Sana utakuwa tumshukuru Mungu. Wale ambao tumepata nafasi ya neema kuchaguliwa. Neema, sababu ni neema, grace ambao tumepata neema kuchaguliwa. Kwa hiyo katika kitabu cha Westminster Shorter Catechism inafafanua vifundisho la uchaguzi kama ifuatavyo. Nukuu swala 20. Mungu kwa uradi wa mwema tangu milele akiwa amewachagua baadhi yao kwa uzima wa milele, aliingia katika agano la neema ili kuwakomboa kutoka katika hali ya dhambi na taabu iliyoletwa na anguko na kuwaleta katika hali ya wokovu kwa njia ya mkombozi ambaye Yesu Kristo. Swali la 20 na mwisho kwa. Kwa hiyo katika uchaguzi Mungu kwa mapenzi yake kabisa hakulazimishwa na mtu yote, wala hakuna ushawishi, hakuna labda rushwa, hakuna kitu ambacho kimekiona labda kuna taifa fulani ambao ni wazuri zaidi, labda wengine ni wabaya, akasema hapana, yeye mwenyewe ameamua. Na hata wakati mwingine tunaambiwa hata kabla ya watu hawajajua kutenda mema au mabaya, anaamua kwamba fulani atakuwa ni kwangu, na akawaita na akawachagua. Alipowachagua akaingia katika kitu ambacho inaitwa agano la neema. Na katika agano la neema maana yake ni kwamba hakuna kitu ambacho huyo ambaye anachaguliwa anatakiwa apate kufanya sababu anapewa. Ni neema, ni bure. Hakustahili. Ni neema pekee yake. Ni neema pekee yake. Na inabaki kuwa ni neema pekee yake. Kwa hiyo kwa sababu tukustahili na kwa pia haja ku-question Mungu na kumuuliza Mungu maswali. Sana tu kushukuru. Ulioko mahali
mahali hapa, kama neema ya Mungu ya wokovu imekufikia na unatambua uko katika nuru, uko katika Kristo, uko katika mwanga wa nuru, piga magoti, mshukuru Mungu kwa kukuchagua. Mwambie Mungu asante kwa kunifanya jinsi nilivyo. Si kama wale wengine ambao wako kule, sababu wako wengine ambao wamebaki. Na uje kuomba Mungu kama ni neema yako katika uradi wa mapenzi yako mazuri, naomba kabisa uharakishe. Na kama kuna ndugu yangu ambaye bado kama inawezekana, labda kama jinsi ambavyo Abraham aliomba kwa ajili ya Loti, na wao wanaweza kuomba kwa ajili ya Nuhu. Inawezekana Mungu katika uradi wa mapenzi yake pia. Kwa hiyo sio kubadilisha kusudi lake, sio kubadilisha kusudi, sababu kusudi lake tayari na milele. Yaani Mungu ataelekesha kile ambacho kinatakiwa kufanyike ili kwamba kipate kufanyika. Inawezekana kwamba labda wewe ndugu ingetakiwa potea, lakini Mungu akaharakisha kule baba ukomboaji kufanyika mapema zaidi. Kama jinsi ambavyo Mungu anapenda kurata mapenzi yake. Kwa hiyo maamuzi ya mapenzi ya Mungu yanafunzwa waziwazi katika kitabu cha Warumi na kitabu cha Waefeso. Ukisoma Waefeso hasa mlango ile wa kwanza, pili na watatu, hasa mlango wa kwanza na wa pili, utapata jinsi ambavyo kusudio la Mungu la milele linaelezwa vizuri kabisa na Paulo katika nyaraka zile, mapenzi ya Mungu wa milele. Kutokana na kitabu cha Warumi na Waefeso, tunagundua kwamba wokovu wetu ni wa Bwana pekee, kama Bwana asingetuchagua tangu kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu, tusingekuwa tulivyo leo. Hakuna mtu anaweza kumwambia Kristo kama angekuwa ameamuliwa, anaweza kumwamini Kristo kama angekuwa hajaamuliwa kibele, predestination. Kama kibele, kuchaguliwa kibele kwa Mungu na Mungu Baba. Ulimbiu ya Calvin ni kwamba wokovu ni wa Bwana. Wokovu ni wa Bwana na wokovu na wakia kuwa ni wa Bwana. Ili upate kukaa mahali ulipo, kuna kitu ambacho kimeshafanyika. Uchaguzi wa Mungu wa kibele, predestination. Na akakuweka mahali ulipo kwa sababu yeye mwenyewe alitamani na alitaka kwa jinsi ulivyo. Na ule uchaguzi wake na ni mapenzi yake na utashi wake binafsi. Sasa swali ambalo ulizo mara nyingi sana katika uchaguzi wa Mungu wa milele. Na hili swali ambalo linaendelea kuwepo na tutaruhusu liendelee kuwepo kwa sababu hakuna jinsi ambavyo tunaweza tukalikataa. Tunasema mbona walizo, je, kuhusu wale waliokataliwa, tumlaumu Mungu kwa ajili ya hilo? Je, Mungu anastahili kulaumiwa kwa sababu ya watu ambao hawajapokea neema ya wokovu, wale ambao wamekataliwa? Reprobates wanaitwa. Mwana wa uharibifu ambaye kama ni Yuda Iskariote, je, alikuja chini ya mapenzi ya Mungu yaliyowekwa wazi, chini ya kuamuliwa kwake kibele? Bila shaka Mungu alifanya hivyo, na Sulemani anasema mwana amejifanyia watu vile vitu vyote na amu hata waovu kwa siku ya ubaya. Kwa hiyo na maana kwamba kati mwingine vyote vimechaguliwa katika mipango yote mema tu. Hata waovu pia na wenyewe wamewekwa vile katika ile uovu wao. Na Nebukadneza, lakini Hitler, na Idi Amin wamechaguliwa, wamewekwa vile vile katika hali ya ubaya wao, ili kwamba pia na wenyewe wapate kulitekeleza kusudi la Mungu katika hali ya ubaya. Sababu dunia inao kuwekwa peke yake. Dunia inao kuwekwa, ina watu wazuri. Na wale waovu pia wamewekwa katika kusudi la Mungu, ili kwamba na wenyewe pia waendelee kuitekeleza asili ya Mungu kwa upande mwingine. Kwa hiyo wanaenda Iskariote pia katika muktadha huu na yao katika kuendeleza sababu ni is a son of addition. Kwamba hakuna hata mmoja ulionipa ambaye amepotea, hata mmoja, ila mmoja ambaye mwana upotevu. Hiyo ni kama mwana upotevu, maana kwa mwana upotevu. Kwa hiyo kusudi la Mungu unabakia pale pale. Mungu, ikiwa Mungu aliamuru awe msaliti wake, sasa hilo hapo ni swala la mwanzo wake. Ikiwa Mungu aliamuru awe msaliti kwa Bwana wake, angeweza kufanya nini kingine? Hapo ni swala ambalo watu walipea dispute kwamba Yuda alikuwa na makosa. By the way, Yuda alikuwa na makosa kumsaliti na kufanya Yesu wa uongo.
Hata sisi msaliti. Ungeuawa. Hukumu singepatikana. Ungepatikana. Tunamwambia hao. Iliandikwa mwana wa Adam asaliti, lakini haikuandikwa hilo amesaliti. Ole wake atasalitiwa kwa ole wake. Wewe una maana katika urada wa mapenzi ya Mungu, katika mpango wake wa umilele tayari kwa kusudi ambalo umeliweka katika kusudi hilo, pia hata mwovu ameweka katika kusudi hilo baya. Hata yule ambaye amefanya vile amefanya katika uovu kwa sababu tayari huyu mwanadamu ni mwovu. Unajua uovu umeanzia wapi? Ukiangalia kuna maana kwa mbele imeandika kwamba mpangilio wa kimantiki wa mpango wa Mungu kwa mbele kidogo. Tungeanza hapa lakini nielezee kwa hiyo picha upate. Uovu wa mwanadamu au Mungu au ubaya wa mwanadamu, Mungu amemweka mwanadamu akamweka katika bustani ya Eden, akamwambia elimu na kuitunza, akamwambia kila kitu unaweza kula, lakini huyu mwanadamu kwa sababu ya uovu yeye mwenyewe kwa utashi wake free will akaamua kumwacha Mungu. Kwa maana kuanzia pale hakuna mtu ambaye ni wanani. Hakuna mtu ambaye anapenda Mungu. Yaani kama vile kwa katika Adam watu wote ni wabaya. Sasa kama wote hapa tuko 35, Mungu anapotuangalia wote kwa kupitia Adamu, anaona wote wamechagua kumkataa Mungu. Ni pamoja na yule Iskariote na wakina nani wote wamemkataa. Wote tumemkataa. Sasa katika urada Mungu mwenyewe anaamua. Taanza moja. Elias, Noel, Robert, Alex, Shuvlana Frank. Sasa huko ndani yake atabaki nani mbona? Jackson anabaki. Jackson anaweza kusema kwamba kwa nini umechukua Elias na Noel kwa niacha mimi? Hadi kusema huko kibinadamu anaweza kusema, lakini kwa sababu tayari hiyo yani ndio njia yako ambayo umechagua wewe. Kwa sababu kwa Mungu, toi kwa Mungu rais. Wewe ni Mungu zaidi, wewe ndio kwa rais. Wote sio wanafunzi hapo. Watu wa chama mambo ya dhambi, sio mambo ya dhambi, na mtu anapenda kwa wewe ni nani? Hamna mtu anapenda kwa wewe ni muovu kama ataacho katika safari ile mbinguni. Hata kama ni mwenye dhambi kabisa, hata kama ni muovu, unaweza muaje. Leo ukitaka kutabaki kwa wewe, unaweza mbinguni, wataisha kwa tayari mbinguni. Kwa swala jana mambo mengi sana. Wanajua hawataki kuamini. Wote ni wanafunzi hapa. Ndio wanafunzi wetu wote. Kila mmoja ana haki ya kwenda kula chakula cha mchana pale dining hall, kupata chakula cha mchana pale, wanafunzi wote. Na kila mtu ana sheria yake kwa mahali pale. Lakini katokea tu Mungu akatokea tu ile baada ya chakula cha mchana, ndio anatangaza kwa Israeli. Chakula na yao. Ani bora sana mtu. Joshua. Joseph. Ikatokea tu mchana, watu chakula cha mchana, ukasikia principal anaita Joseph, come to my house. Kamisho kule ukakaa mezani na tukapanga na tukapanga chakula cha mchana, ndio ukatoka. Wanafunzi wanaambia mbona Joseph hizo kuna Usielewa. Yaani utazungumzia hiyo mfano na leta kwa mfano ambao tulio mazingira ambayo rais ndio. Sasa okay. Yeye mwenyewe amechaguliwa ili wote tunastahili kufanya nini? Kula kama ugali cabbage wote. Na hiyo akachaguliwa kwa ile kula compromise ya principle. Haki yetu ni nini? Haki yetu ni ugali cabbage wote. Lakini kwa sababu amepewa nafasi privilege ya kula pesa kwa mkuu. Hatuto tunalalamika kwamba kwa nini principle amemchagua tu fulani? Ana makosa? Hana makosa. Kile ambacho ni chetu sisi tumepewa, ambacho ni nini? Ni halali tumepewa. Na yule ambaye amepewa ni neema kustahili amepewa. Lakini kile cha kutoa halali tumepewa. Kwa hiyo ndio kabisa. Sisi ambao huyu amepewa ni neema. Wewe ndio hivyo katika hukumu ya Mungu wote tunastahili nini? Wote tunastahili hukumu kwa nation wote. Mara baada ya katika Adamu wote tumefanya dhambi, wote jiani nini sio la moto. Sasa katika uchaguzi wa Mungu akachagua wale ambao walipenda mwenyewe.
Sasa wale ambao hawajachaguliwa hawana haki ya kulalamika kwamba Mungu wachaguliwa fulani fulani. Okay, katika kitabu cha Warumi mlango ule wa 9 mimi ndio notes zangu hapo. Na tunarudia Warumi mlango ni katika mafundisho ambayo na somo la complicated kwa sababu kwa mirengo ya ambao wanaamini uchaguzi, kuna ambao hawaamini uchaguzi, na kuna ambao wanaamini unlimited atonement na kuna ambao wanaamini unlimited atonement. Warumi mlango wa 9 na tunasoma sasa hivi kidogo hapo, lakini kwa sasa hivi tu mstari mmoja tu ambao 9 mpaka 23. No, 9:20-23. Naomba tusome mstari kwa kupokezana. Naomba naanza 19 mpaka 23. Basi utaniambia mbona angali akilaumu? Kwa maana ni nani ashindanaye na kusudi lake? Basi sio, binadamu, wewe una nani mtumiwe Mungu? Je, tulipotolewa kwa yeye aliyemwema, kwa nini kunyuma hili? Very simple. Tunaelewa, nafikiri nimeshajibu swali langu. Nimeshajibu swali lako. Je, kuhusu wale wanaokataliwa? Nasema je, mwanadamu unamuuliza Mungu, mwanadamu wewe huu nani kumjibuye Mungu? Alipomuuliza Mungu, je, kitu kilichoumbwa kinamwambia yeye aliyekiumba kwa nini umefanya hivi? Hapana. Mstari wa 21. Au vinyanzi, je, hana amri juu ya udongo kwa fungu moja la udongo kuumba chombo kimoja kiwe cha heshima na kimoja kiwe hakina heshima? Kwa uvumilivu mwingi alichukuliana na mwenyewe wa tena aliyomshawishi wingi wake katika maneno ya rehema aliyotengeneza tangu zamani mpaka utukufu. Amen. Napenda sana mstari wa 21. Au vinyanzi, je, hana amri juu ya udongo kwa fungu moja la udongo atengeneze na fungu nyingine atengeneze hiki? Yaani anaamua mwenyewe, si udongo hawezi kuamua. Yaani unapozungumzia habari ya mfinyanzi na udongo, sasa hiyo shida kwa unapozungumzia atoki katika mazingira ya ufinyanzi. Mbona pia ni ngumu. Lakini mimi kwa sababu kidogo kula chumvi kidogo najua mambo ya ufinyanzi. Nimetokea mazingira ambayo kozi najua ufinyanzi kidogo, sio kwa jamii yetu ya Meru hapa, sio ufinyanzi lakini kwa maeneo ya ufinyanzi. Hapo zungumza swala la ufinyanzi ni vyombo ambavyo vinatengenezwa kwa udongo, sio ufinyanzi mtu ambaye anatengeneza matope ndio ana mold vitu. Sasa siku hizi kuna vyombo vya kisasa, vitu vya kisasa, mashine za kumold, fine molding. Sasa zamani walikuwa unatengeneza unakanda udongo mpaka unatoka kitu chombo. Sasa saa nyingine unaweza kutengeneza poti la maua. Saa nyingine unaweza kutengeneza poti ya kupika jikoni. Sasa nafikiri lile la jikoni naweza kulalamika. Kwa nini nimeomba mimi class ni chombo moto? Kwa nini singeweka pale bustanini niweke maua na mimi namwagia maji kila siku? Bila chombo naweza kulalamika. Hapana. Chombo kina mamlaka. Kimetengenezwa lakini cha kuchomwa jikoni kwa ajili ya kupika chakula, na hiki kimetengenezwa kiweko pale kwenye meza ya mfalme kwa ajili ya kuweka maua, na kila saa mfalme anakipangusa, kila siku kinatengenezwa, kinakuwa shining, na sasa kinapakwa na mafuta, kinapigwa na varnish kiwe kinang'aa. Kingine jikoni kule kinapanguliwa, sasa kingine kinapanguliwa na haribiwa, kinachomwa moto, kinachochewa. Hiyo ndio kazi ya mfinyanzi, si aliamua kutengeneza hapa. Ndio wakati mwingine mfinyanzi anatengeneza, ametengeneza kipoti kizuri kabisa. Kizuri kinapendeza, lakini anachukua tu anafanya na tuko. Unaweza kuuliza kwa lugha hii? Umetengeneza vizuri kabisa, ikatoka vizuri kabisa, na nataka nianze kutumia, labda nipeleke sokoni kauza, lakini anafikiria kwamba ili tu belobakia hapa alitatosha utaweza kitu kingine, wewe ni haribu hiki, nichanganye na ile tengeneze kingine. Kwa hiyo anajaribu ile anaanza upya. Kile kichoko umetengenezwa bila angeze kulalamika. Kwamba kwa nini nimeshatengenezwa kwamba ni kikombe, ukaniharibu hapo ukitengeneza kwa
wachungu. Hadi kulalamika mfinyanzi. Ndio maana nasema kwamba I am the potter, you are the clay. How thy own way. Mapenzi yako kwa nini? Yatimizwe. Mapenzi yako yatimizwe. Wewe ni mfinyanzi, mimi tope. Nifanye ni mfinyange. Kwa wakati mwingine tunamwambia Mungu atufinyange, lakini hatutaki kufinyangwa. Yes, so tunasema kwa mdomo tunasema mimi ni tope, ni mfinyanzi, nitengeneze jinsi ambavyo unapenda mwenyewe. Sasa ukitengenezwa kwamba uwe katika hali ambayo ni ya kuumia, unachukia tena. Mungu anaamua mwenyewe katika uradhi wa mapenzi yake. Ameamua mwenyewe. Na kwa hiyo kesi ya Yuda Iskariote sasa tuijibu. Kesi ya Yuda Iskariote inatolewa uamuzi kuu na Mwokozi wetu Yesu Kristo mwenyewe akisema mwanadamu anakwenda zake kama alivyoandikwa, lakini ole wake yeye yule ambaye atamsaliti mwana wa Adamu. Marko mlango wa 14 wewe una ole. Hamna justification, hamna kuhesabiwa, lakini hakuna heri. Kuna ole. Ni ole kwa sababu alichokifanya ni kitu kibaya. Kwa kama ni adhabu ipo kwake. Na let me say, labda niseme kitu kimoja. Sio na sihalalishi dhambi ya Yuda, lakini nasemea moyo wake. Moyo wake wote ulikuwa ni mbovu. Kwa nini niulize swali hili kwa just curiosity? Hivi alifanya kosa kubwa kati ya Yuda Iskariote na Petro ni upi? Kikawaida kabisa. Alifanya kosa kubwa ambao kama ni adhabu katika macho ya mwanadamu, anatakiwa adhabu kubwa zaidi. Petro, mimi naona Petro. Sababu Yuda alichokifanya tu kwa jamani yule bali. Kama vile alipoint, yani kama vile alipoint kwa yule namba. Alisaksia, kama alisaksia. Watu kwa mahali hapo, watu askari ndio mahali hapo anamtafuta nani ni nani. Askari ndio ni nani. Askari wanakuja pale wanazunguka, ndio ndio anaanza usafi kule, ajua hata chochote kile. Na hapo anatokea dewa. Tafuta nani? Hata kuangalia. Tafuta nani? Ndio sababu yule alifanya basi. Sababu alifuata na akamu. Yule ambaye tamwona ndio kumkumbatia ndio huyo. Kumkumbatia mwingine. Haina na kumkumbatia sio akamata. Petro simjui. Mara pili simjui. Basi kama unafanana na yeye jamani hata simjui kabisa simjui. Ndio kwa sababu sana. Huyo amepoint tu yule pale. Na huyo amesema simjui. Lakini kadia kuhesabiwa haki. Huyo anatoka kwamba alipolia futa majuto ya toba, Petro akasamehewa. Na ndio maana ambao wote ni wenye dhambi, wote. Ubaya wa Yuda ni kwamba baada ya kuomba amefanya dhambi, amefanya kosa ambao ndio mara nyingi sisi tunafanya. Sisi, narudia sentence. Mara nyingi sisi tunafanya baada ya kuwa tumefanya dhambi. Badala ya kwenda msalaba wa Yesu Kristo kwa ajili ya kuomba rehema na toba, tunakimbilia katika mti wa majuto. Unaenda kuishia majuto tu, unajuta. Unaanza kutafuta tabu, unajinyonga, unaanguka na baada utafuta mti wa uzima, unatafuta mti uliooza. Huko umeoza, mti wa uzima ni msalaba. Huko pale ingetakiwa mara baada ya kusaliti akienda msalabani, akiwa magoti msalabani, kweli nimekusaliti Bwana wangu, lakini naomba unisamehe. Aliomba rehema kwa Mungu asamehe. Akuona msalaba kwa sababu tayari moyo wake katika uchaguzi wa Mungu wa kibele, moyo wake tayari kwa ni mwovu. Hata kama alikaa na Yesu Kristo muda wote, lakini bado alikuwa hajawaza kuishi maisha ya toba. Hayo utafuta dawa ambayo imeoza na kukagua kwanza. Sasa wewe ndio unataka kukagua. Nikagua dawa hii itasema stahili kweli kama mtoto wangu. Kama utafuta dawa ile imekauka, imeshaoza, wewe ndio pale ikavunjika, akawacha mapasuka. Laana ndio. Petro alikagua msamaha na akasamehewa. Kwa hiyo kama hiyo ole wake, bila shaka mapenzi ya Mungu yalikuwa kwamba
Yuda msaliti Yesu, lakini Yuda alikuwa katika kusaliti Bwana wake, alibeba mawazo yake ya kibinadamu. Ndio katika mpango wa Mungu lazima Yesu atasalitiwa. Hiyo haina shida. Katika urari wa mapenzi ya Mungu, maamuzi ya Mungu ya milele ni kwamba Yesu amekuja ulimwenguni na atasalitiwa. Ni kweli mwana wa Adamu anakwenda zake na atasalitiwa. Ni kweli atasalitiwa. Lakini kitendo cha Yesu cha Yuda kubeba hilo jukumu, alienda katika utashi wake mwenyewe, katika uovu wake mwenyewe, katika tamaa yake mwenyewe, na katika kutekeleza uovu wake mwenyewe. Hapo jinsi ambavyo tunajustify kwa sababu anafanya mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu alipomsaliti Bwana wake, alitoka katika moyo wake wenye uovu, na kitendo chake cha kumsaliti Yesu ni kutoka katika hali yake, si kutoka katika hali nyingine yote, isipokuwa ilitoka katika nafsi ya shetani ili kutekeleza hila ya shetani iliyokuwa ndani yake. Na ndio maana sasa tunazungumzia ile swala la juzi, nilizungumzia kama tutakuwa chini kidogo, lakini kama hata kuwepo pia ndio swala la kualikwa kwenye karamu. Ndio nafikiri nakuongea ile kwa ndio sio ndio ni kipindi cha Calvinism, kwamba saa nyingine ndio kila mtu anaumika kwa mlake mwenyewe analibeba. Huwezi kusema kwamba labda immediate cause na remote cause hicho sababisha sasa hivi na kwa nini kimesababisha. Huwezi kulaumu mtu mwingine. Wewe mwenyewe unatakiwa ubebe ile jambo ambalo limejitokeza kwa wakati ule, kwa sababu umelitenda wewe mwenyewe kwa uovu wako kwa wakati ule. Ndio mfano kama umealikwa sherehe nyumbani au umealikwa sherehe ndio bwana Afrika, umemwalika mwanafunzi, mtu amekuja kwenye sherehe hapo, umemwalika mahafali mwezi wa 4 na ukaalika wageni wakaja, na wanapokuja wengine wanapozunguka huko akanege jiwe ajikwani au anige principal barua ande mahakamani mwenye principal na kusiu na kushtaki principal, kwa sababu ndipo wale ni mahafali pale DCA nikanyanga jiwe afu nikaanguka. Si ndio sababu kwa nini sikuja DCA nikapata tena? Ndio anaenda mahakamani kwanza, kwa sababu nilikwenda pale DCA ukanialika ni mahafali, nikashiriki mahafali, lakini katika kutembea au nilipokuwa natembea kwenye tiles wewe unamanika kanyaga nikaanguka, wewe unakushtaki. Prisma atashtaki. No. Kwa prisma ni ndio kwa nini ndio to be responsible. Ndio waangalia kwa kanyaga. Yaani hakimu atamwambia mara moja atakwambia you are foolish person. Wewe ni mjinga. Huyo hapo na kesi, na ndio kesi kama hizo kwamba yule Iskariote ndio ni kweli mwana wa Adamu angetakiwa asalitiwe. Lakini huwezi kumchaji Mungu kwa sababu ilitakiwa asalitiwe, kwa sababu ndio maana alitekeleza hilo. Huwezi kujustify, huwezi kujihesabia haki kwa sababu hiyo. Hii ni kesi ambayo pia haina valid, haina mashiko. Hiyo sio kesi ile Iskariote aliacha ndio kwa sababu alitekeleza utashi wa shetani uliokuwa ndani yake, na ule mmoja wa kutaka toba tayari ulikuwa ndani yake, na ndio wao walikuwa tekelezeka. Kusudi la Mungu tunajiuliza kulingana na mstari huu sura hii ya 14:21 ndio hakuna sehemu inaandikwa kwamba Yuda ndiye aliandikwa kwamba atamsaliti. Hapana. Kwa hiyo inawezekana maswali langu na kuuliza ni kwamba kama Yuda asinge kuwezekana kuinuliwa mwingine tofauti na Yuda ambaye alimsaliti Yesu. Ndio. Na lakini ile ingekuwepo katika yaani kuzungumzia msaliti ingekuwepo. Msaliti yupo, lakini msaliti nani? Kwenye muda kwenye context ya somo ni Yuda. Kwa tayari huyu Yuda alishaangaliwa. Na kumbuka kwamba ni ndugu wa karibu ambaye alikuwa ni karibu kabisa, ndiye ambaye ameinukia unabii huo, yaani ambaye yuko karibu kabisa ndio ambaye amekusaliti. Huyo unabii ndio lazima pia awe ni sio tu angekuwa mtu wote nje, au ni mtu ambaye alikuwa karibu katika ile timu ya Yesu Kristo pia. Kwa hiyo ndio alikuwa ndio mwanafunzi, alikuwa anapenda sana, akatoa hata na huduma, akawa anabeba mtunza hazina. Mtunza hazina ni mtu muhimu. Kwenye chama chochote mtunza hazina ni mtu muhimu sana. Ni treasurer. Toka mwenyekiti, kwa katibu na mtunza hazina. Hao ndio vitatu muhimu sana.
Na mimi kati ya grow sababu mtunza hazina ndio anajua mjita atakula nini. Kama kuna kazi ya kuandika katika nataka kuandika alafu mtunza hazina anamuomba fedha. Alikuwa ni mtu muhimu. Lakini katika umuhimu wake wote huo aliwekwa kuendelea kutekeleza kusudi la Mungu. Na alikuwa ni katika timu ya kawaida na pia pale mwishoni kabisa Yesu alimpenda sana. Yesu anapenda wenye dhambi. Ndio anachukia dhambi lakini anawapenda wenye dhambi. Ndio maana hata kabla ya kutekeleza alipouliza ni nani? Sema yule ambaye tampa tomo. Ni kila nini? Mtakaye mlisha. Ikiyahudi kumlisha mtu nini? Ni affection ya upendo. Wewe kumlisha ndugu yako. Kwenda maana mpaka mwisho bado yule Yesu anapenda sana yule akachukua chakula. Kama mnapolishana. Sasa ngine mnaposema kulishana, wewe huwezi kulisha ndugu yako. Ngine unamwangalia mtu anapolishana keki. Sasa ngine labda ni abuela au mpendani au ni sasa kile pesa ya kile tokwa na kuna Bila ni siku ya bila sile ya bila. Tena kwa sababu ya kuogopa adhira na picha na nini na vitu kwa kila kitu mmoja kama. Ni mambo shida. Nazia kile ndio ndio kusabora patikana. Kwa hiyo pia kwa yule kulisho walikuwa ni kitendo cha upendo sana ambacho Yesu Kristo alionyesha, lakini bado moyo wake ulikuwa umesha mwana wa upotevu. Wewe ndio mwingine. Sasa hakuna mmoja ndio huyo ambaye Mungu alimpaka huyo ambaye ndio huyo tunayemjua sisi. Wewe mwingine sasa kujui. Kwa hiyo sisi tuna create mwingine ambaye labda tujui sisi. Mpango wa Mungu, mpangilio wa Mungu, kuna mpangilio katika kimantiki. Ndio alafu kumsaliti. Tusibadilishe ukweli. Sababu huko kuchukua maamuzi gani? Kusaliti. Kwa hiyo kosa ni nini? Alitegerezaje? Kuchukua maamuzi mwenyewe. Sio tunaplay. Sawa? Sio tukacheza alafu tukabatiza. Sio tukabatiza uzuri. Sio tukabatiza uzuri wa hiyo kwamba labda kuna kitu chema alikifanya. Kama nasema lazima hakuna chema chochote alichokifanya. Lakini tayari moyo wake ulikuwa umeshajaa nini? Uovu. Chochote ambacho alikifanya ni kwa uovu. Chochote. Hata kwenda kutembea, hata kwenda kuwaita wale, chochote alikifanya tu kuonyesha njia. Pengine inawezekana alikuwa anaonyesha njia kwenda kule msalini kwa nia nzuri. Lakini kwa uovu tayari. Usaliti au kitendo cha usaliti kiko katika package. Yaani usiwe kusaliti sio tu kusema kwamba huyu ndio au sio usaliti peke yake, moyo umepangilia. Yaani huo mpangilio wote ni nini? Ni usaliti wote. Fimu kujibu swali lako. Sababu unajua unataka kwenda na hapo ndio unataka kwenda msipataki. Sababu unajisa unasema labda engetubu au ni kama sababu nimezungumza mimi na fimu ni kote hapo. Nimeelezea hivi kuelezea tofauti za control za watu wawili. Hizo kama nimejustify kwamba nifanye jambo jema hapana. Naomba msinielewe hivi. Natoa mfano ili kueleza, nilikuwa natoa mfano ili kueleza umuhimu wa toba. Na hizi natoa mfano ili kwa kusema kwamba alifanya kitu chema. Natoa mfano labda tulichokuwa kwa wakati mfano mwingine wa hapa katika mazingira yetu. Unaweza kufanya kosa. Sawa? Ukafanya kosa hapo tu. Usiweze kusema kwamba ulifanya ni jambo jema. Umefanya kosa, umefanya wizi. Alafu ukasema kwamba nimetubu. Hatuwezi kujustify kwamba kosa la huyu sio wizi, kosa lake ni kutokutubu. Kuiba, kutokutubu, vyote mimi ni package moja. Kwa hiyo tuwezi kujustify moja kwa sababu nyingine. Naomba sana nieleweke. Kama nilimalizie kwamba lazima tumalize hapo kwa sababu tayari kwa maana tuishie. Usuli la Mungu kwa wale wanaopotea, kwamba Mungu si sababu ya kupotea kwa walio, sio sababu ya kupotea kwa walio wanaopotea. Maandiko yanaeleza wazi kabisa kwamba yeye, sababu Mungu anaelezea Yohana 3:18 mpaka 19 na 36, anaelezea wazi kabisa kwamba wale wanaopotea wanapotea kwa sababu umechagua kupotea. Wale wameshakuja, Mungu alipenda ulimwengu na ili kwamba waamini wasipotee bali wana uzima milele. Wanaopotea wanaenda kwa sababu hawakuiamini ila wanaona kwa Mungu. Ndio yule alikuwa mmoja wa wale 12 waliobahatika kuchaguliwa kama mtume ambao aliishi na Bwana, alisikia maneno yake ya neema na kuona miujiza yake yote
Hata hivyo Bwana alimuita Shetani kwa sababu ya kutokuamini kwake na kugeuka kwa makusudi kutoka kwa ukweli. Kwa hiyo alipata zile neema zote, ile privilege zote alizipata, kama jinsi ambavyo anaweza kupata privilege zote za kuwa BCA, lakini bado kuishia nje ya uovu. Hebu Calvin aibishe somo hili juu ya mapenzi ya Mungu kwa ajili yetu kama ifuatavyo. Nukuu, kwa maana mapenzi ya Mungu ndio kanuni juu kabisa ya maisha ya haki. Kwa sababu hii, yeye anataka inapoulizwa, kwa hiyo kwa nini Bwana alifanya hivyo, jibu liwe kwa sababu amefanya hivyo. Mwisho wa yaani maana yake ni kwamba watu wanaulizana, kwa nini imekuwa hivi? Kwa nini ikawa vile? Kwa nini fulani? Kwa nini ndugu yangu afe? Jibu ni nini? Jibu ni kwa sababu yeye amefanya hivyo. Basi. Ndio maana sasa tunataka maneno kuonesha watu ambao wamekuza watu wao. Kwa nini ndugu yangu afe? Kwa nini mtoto wangu? Kwa nini fulani? Wewe ule kwa nini na ndio kule kusina kule mjilisa mtumishi mwimbaji. Mtumishi mwimbaji lazima kwa leo siku kufa. Kufa ila utari kufa ndio hapa. Kwa leo mtoto wako peke yake. Amwene. Mwalimu mtu wako peke yake anakufa. Hapa. Kwa nini ukiuliza hilo swali la nini? Kwa sababu yeye amefanya hivyo. Basi. Na nimefanya na nimeamua kwa kweli jinsi ya kumuuliza Mungu. Kwa hiyo ni busara siku zote kutosema au kukisia wakati Biblia iko kimya. Kumbukumbu 29. Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tufanye maneno ya yote ya sheria hii. Kwa hiyo yale ambayo Mungu ametufunulia sawa ni yetu, lakini yale ambayo amekusudia mwenyewe kwamba yatendeke na yamefichwa kwetu, hakuna haja ya kuyapekua sana na kuyachimba. Ni kusudi la Mungu. Ameamua, amefanya na basi. Kwa hiyo maana inanyamazisha. Na ndio maana simeleki mtu aliuliza swali, kwa nini Mungu? Hamna swali kumuuliza Mungu kwa nini. Hii kwa nini Mungu alifanya hivi? Hii kwa nini Mungu haulizi swali? Kama hajatupa jibu kwenye Biblia na kama hujapata hilo jibu kwenye Biblia pia na wewe nyamaza, kwa sababu ana kusudi lake la milele. Na mwisho la mpangilio, na huo mpangilio naomba ni mpangilio kimantiki, na mpangilio wa maamuzi ya Mungu ya milele. Tunapofikiria kuhusu uamuzi wa Mungu wa uchaguzi na yeye kuhusu anguko, tunapaswa kufikiria kulingana na mpangilio wa kimantiki badala ya mpangilio wa matukio. Sasa kwa sababu gani? Ukienda mpangilio wa matukio, kuna maana unaweza kusema Mungu ndiye ambaye alisababisha kitu fulani kitokee. Sababu kimoja kinapiga mara nyingine. Lakini ukifikiria kimantiki kwamba lazima hivi kitokee sababu kingine kitokee, tutamtoa Mungu katika mpangilio. Okay, kwa mfano, kama ni mpangilio, kama tunavyoongelea kuna mpangilio kwa hapo chini, ameumba kwanza kabla ya hapo. Kama ni mpangilio, kabla wewe misingi ya ulimwengu alikuchagua. Kwa hiyo maana katika mpangilio alijua ndio kufanya nini? Alipanga tabuka. Kwa hiyo maana hiyo muasisi wa kumtengeneza shetani iko hapa tunakaa. Kwa hiyo kimpangilio unaweza kuona Mungu kama kweli Mungu na mahali ambapo anafanya makosa. Lakini hatuendi kimpangilio, tunaenda kimantiki kufikiria kwamba ili kwa Mungu asiwe msababishaji wa jambo lolote baya, tunaenda katika mantiki kuliko mpangilio. Amri ya kwanza ya kuchaguliwa kwa wokovu inapaswa kuzingatiwa kwa baadhi ya amri kuhusu anguko la mwanadamu. Kwa hiyo ili kwamba mwanadamu apate kuchaguliwa, election for salvation, kilichotangulia lazima uwe na anguko kimantiki. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba mtu anaokolewa kama hajaanguka. Anguko kwanza alafu ndio uwe na uchaguzi. Kwa hiyo kwa vyote vile, hata kama tunasema mlichaguliwa kabla ya hata ulimwengu kuumbwa, kimantiki ni sawa, ni lazima hiyo sababu kuna anguko imeshatokea kwanza. Kwa hiyo sema mpangilio ni tofauti na mantiki, tofauti sana. Na nafikiri inawezekana ni ngumu kidogo kuelewa kwa sasa hivi, lakini ukisoma mara nyingi utaelewa maana yake nini. Elewa tu kwa lugha rahisi ni kwamba Mungu sio sababu ya uovu. Hata kama kuna kitu ambacho inaonekana kwamba alitekeleza ili kifanyike, lakini bado kimpangilio hapana.
Kimpangilio sawa, kimantiki si kweli. Kimantiki ni kwamba ni kweli tunawajibika sisi, lakini katika dhana ambayo Mungu mwenyewe alikusudia kwa kuwepo. Mpangilio wa kimantiki katika maamuzi ya Mungu yanapaswa hao nimejaribu kuweka vifuatavyo, na tafadhali elewa pia namba 1 mpaka 8 sio mpangilio wa matukio. Usielewe mpangilio wa matukio. Ukienda katika notion ya mpangilio wa matukio, utafika mahali unasema kwamba Mungu alifanya makosa. Kwanza ilianza ni uumbaji wa mwanadamu kwa mfano wa Mungu. Tunakataa mpangilio kwanza. Mungu kuna uumbaji sawa, baada ya uumbaji kuna ruhusa ya anguko kwa mwanadamu, permission to fall. Kwa mwanadamu alipoanguka, Mungu anajua mwanadamu alianguka. Ndio Mungu anajua. Hakuna kitu ambacho ni bahati mbaya. Sababu yote ni urari wa mapenzi yake imetokea. Kwa hiyo kimantiki, mara baada ya uumbaji ndio kuna anguko. Mara baada ya anguko kuna kuchaguliwa kwa baadhi ya watu kupata uzima wa milele. Ni kitu ambacho kilifuatia. Ndio wameshaanguka, watu wameumbwa vizuri, wameanguka. Mara baada ya anguko kuna mpangilio, kuna utaratibu wa ukombozi. Lakini pia upatanisho wa Kristo ili kupata wokovu kwa wale ambao wateule. Kipawa cha Roho Mtakatifu kuhukumu ulimwengu na kuwafanya wateule wapate kuokoka. Kuzaliwa upya kwa wateule hapo ni regeneration. Lakini pia utakaso kwa waliozaliwa upya ambao tunaita sanctification, na utukufu kwa waliozaliwa upya ambao ni glorification. Kwa mpangilio unakuwa katika namna hiyo, na ndio about wadati katika magona hata mpaka sasa hivi inawezekana kwamba utatumia mpangilio huo wa kimantiki katika kufikia mpango wa Mungu mzima wa ukombozi. Niseme kwamba maamuzi ya Mungu ya kuokoa watu yapaswa kuzingatiwa kuwa ni ya kimantiki yanayofuata azimio lake la kuhusu mwanadamu kutenda dhambi, sio mpangilio. Sasa tunaita double predestination au kuamuliwa mara mbili. Maneno kuamuliwa kimapema au predestination mara nyingi yametumiwa kuhusianisha na fundisho la kukataliwa kwa wale wa kukataliwa. Ikiwa ni hii ina maana wokovu wa watu watakaookolewa na upotevu waliopotea kwa hakika huko ndani ya amri za milele za Mungu, basi hawapewi kuwa na njia ya kutoroka katika hitimisho hilo kwamba kuna kuamuliwa mara mbili. Hata hivyo, inapoeleka kwamba Mungu anahusika katika kuwaruhusu wale waende upotevuni, sio kweli hata kidogo. Mungu sio kwamba anawaambia watu waende upotevuni. Walichagua wenyewe kuanzia Adamu. Adamu ndio alichagua. Kwa maana posterity, uzao wa Adamu wote ndio wamechagua, ndio njia yao wanaendea. Tunazungumza pale mwanzo kwamba wote tutole mfano kwa wote ni wanafunzi na wote ndio tumechagua kwamba tukae maisha ya namna hiyo. Kwa hiyo ndio jinsi ambavyo wale ambao wanapotea katika utaratibu wa namna hiyo. Wakukataliwa anahukumiwa kwa kosa lake mwenyewe. Na pia kukaa kuzungumzia tena ile hadithi ya Agano la Ndizi kutoka mchungaji kutoka Timothy to nimeshazungumzia, nafikiri ni illustration ambayo unatakiwa uielewe. Sawa? Wewe sema ndio unataka kuuliza swali, enda katika poesia au poesia nyingine. Sasa ndio utakao kufaida leo. Maana tunazungumzaje vile? Kumbuka hadithi ya nini? Ya Agano la Ndizi iweze kuelezea kuhusu wanaopotea na kwa nini wanapotea, na jinsi ambavyo Mungu hawezi kulaumiwa kwa ajili ya wale ambao wanaopotea. Ndio maana inatokea stretch hiyo kwamba Mungu sio wa kulaumiwa kwa sababu ya wanaopotea. Mungu hawezi kulaumiwa kwa kosa la yule kwamba amepotea. Mungu hawezi kulaumiwa kwa kosa la wale ambao wanapotea, bali kwa sababu wanapotea kwa sababu yao wenyewe, for their own crimes immediately. Sio bali wakati ule ambacho wamekifanya yeye. Wokovu wa wateule unatoka kwa Mungu, lakini wanaopotea kwa hukumu yao wao wenyewe. Wokovu ni wa Mungu. Unaposema kwamba nimeokoka, utukufu wote ni kwa nani? Kwa Bwana. Hakuna jinsi ya kusema nimeokoka, mimi nimeokoka mwenye hapana. Hakuna sifa zote za wokovu ni nimeokolewa kwa sababu Mungu. Lakini wanaopotea lawama zao wenyewe. Umeelewa hiyo? Wanaookolewa utukufu kwa Bwana. Wanaopotea lawama ni kwa wao wenyewe. Na hapo hiyo dhana ya uchaguzi mara mbili kama tumepotea au tumefuta au tumeondoa. Okay? Tuishie mahali pale.
Hiyo tutajilika mpaka mahali hapo na tutajilika mpaka mahali hapo tunanielewa. Sio? Unaelewa? Sasa 20. Let's pray. Gracious eternal Heavenly Father, Lord of glory, we thank you for making the end of this class, and also we are praying for the students that are preparing for the midterm exams. May you continue to be with them. In Jesus' name I pray. Amen.